Yeah, okay. Na hii graph ya 4 hapa ambayo ni ya chini kulia, hii inaonyesha pia hapa tuna mwalimu, tuna DCB, mbona kama amerudiwa tena? Hichi ni kitu gani? Hii ni naona ni H1, ni kitu gani hichi? Yes, sasa hiyo information zilizoka hapo juu ni quarter on quarter. Sasa hii ni half year kulinganisha na half year na mwaka uliotangulia. Ila sijajua hapa Ami mwalimu kwa nia kuiweka pale kwenye quarter performance, lakini sasa hizi ni benki hizo zilizoko kwenye graph ya quarter on quarter, ila hapa sasa anaonyesha kwa nusu mwaka ya mwaka huu kuanzia Januari mpaka Juni, kwa kulinganisha na Januari mpaka Juni mwaka 2023. Utakavyoona hapa performance karibu inafanana hapo juu. Yes. Kwamba Mkombozi amekuwa kwa spidi ndogo, spidi nzuri 59%, lakini maendeleo bado ana struggle, japo amepunguza kidogo loss, lakini bado yuko kwenye red zone. Na sasa hapo ndo utamwona DCB jinsi ambavyo kwa nusu mwaka jinsi ambavyo naye ameimprove kwa 80%. Kwa msingi ina reflect kitu hicho ambacho kimeonekana hapo juu, lakini kwa ongezeko la huyu Mwalimu Commercial Bank ambayo na yenyewe ni benki ya walimu ambayo iko listed kwenye soko letu la hisa. Yeah, okay, sawa. Yeah, sasa na hapo kwa wale ambao wachache wamekuwa pia wakinifuata wakiniuliza wanakuja kumuuliza maswali gani, Ami, nadhani sasa hapa ni moja wapo ya maswali ambayo kama mimi ningekuwa naenda kumuuliza Ami ningekuwa namuomba nifanyie utaratibu. Ukichunguza kama hapa vizuri utakuwa sasa umepata trend fulani ya profits, lakini pia size, though kwa hapa hatujaona bado size ya asset, nadhani zimeweka kwenye slide inayofuata, ila unaweza ukaona kabisa kama hapa kama CRDB wao wanaongelea 140 na huko 140 billions, lakini tukija hapa tuna 0.3 graph yao maximum imeishia hapo. Kwa nusu mwaka pia wanakwenda mpaka kwenye 200-300 billions, lakini hawa nusu mwaka maximum yao imeishia kwenye 6 billions. Kwa hiyo unaona kabisa different ya size ya hawa jamaa, lakini pia mfano pia hata kwa CRDB na NMB unaona kabisa profit zao almost the same. Pia kucompare na price pia nadhani vinatakiwa vichangie kukufanya wewe uamue wapi. Inakupa uhakika wa maamuzi zaidi baada ya kuangalia taarifa kama hizi, kuliko tu ile kugesi kwamba CRDB na nini dividend 50 afu price 500, huyu 3600, unapata wakati mgumu sana kwa mwana. Lakini ukija ukicompare hizi namba huko unajikuta unafanya maamuzi kirahisi.